Mwalimu Azaveli Lwaitama niliongezea yafuatayo kutokana na uzoefu wangu na masuala ya falsafa na stadi za mawasiliano na tafakuri tunduizi katika kutoa ushauri kwa tume ya Jumuiya ya Madola inayoongozwa na Daktari Mchungaji Rais Mstaafu Chakwera. Kwanza nilisisitiza kwa niaba ya wenzangu muhimu wa kushirikiana kwa karibu na taasisi zenye kuaminika pamoja na watu mashuhuri wanaoheshimika na kuaminika ili kuwezesha timu ya Jumuiya ya Madola kufikia, kukutana na kusikiliza watu kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania. Kuwafikia inahitaji ni nani unakutana naye, kwa vipi, wewe ulijuaje kwamba yupo, kusudi aweze ukazungumza naye. Huo mchakato lazima uangalie vizuri, kwa sababu kama wewe utakuwa rais mstaafu unazunguka kwenye itifaki ya rais mstaafu sasa vijana walioathirika ambao labda walikuwa na kwepa kwa wasiwasi wasije wakadhurika wakijitokeza nahitaji utengeneze. Nafikiri ndio maana ndugu Kibamba alikuwa anazungumza juu ya labda mchakato wa forensic investigation ambao ni maalum zaidi kwa kuwapata watu wa aina hiyo. Kwa hiyo tulisema ni vizuri timu hii ya Jumuiya ya Madola ikatafuta, ikafikiria, ikatafakari jinsi ya kukutana, kuwafikia, kukutana na kusikiliza watu kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania, sio tu Dar es Salaam na Dodoma. Ushirikiano huu ni muhimu katika kukusanya ushahidi halisi na wa kuaminika kuhusu matukio ya tarehe 29 na siku zilizofuata, hususan kuhusiana na mauaji na majeruhi wa vijana wasio na silaha yaliyosababishwa na vyombo vya dola. Tulipendekeza vile vile taasisi, kati ya hizo taasisi zenye mtandao wa kitaifa ni kati yake hasa zinazojulikana sana, kwamba ingekuwa vizuri kwa Jumuiya ya Madola, timu ya watu Jumuiya ya Madola inaongozwa na Dr. Chakwera kutafuta kuwasiliana na hizi taasisi zenye kuwa na mtandao wa kitaifa ambao zinafanya taasisi hizi na hata watu mashuhuri hawa wawe karibu na watu ambao wanaweza kutoa taarifa halisia za kilichotokea tarehe 29 Oktoba na siku mwaka 2025 na siku zilizofuatia. Taasisi hizo na watu muhimu hao ni pamoja na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, Legal Human Rights Center, Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, taasisi anazoziongoza au anayoiongoza Sheikh Issa Ponda, taasisi au taasisi anayoongoza na yeye mwenyewe, yani hapa sasa ni watu mashuhuri, Sheikh Issa Ponda mwenyewe na taasisi anayoongoza Askofu Bagonza na taasisi anayoongoza Askofu Emmaus Mwamakula na taasisi anayoongoza Askofu Joseph Gwajima. Katika orodha ile tuliongezea na hata na makundi ndani ya jamii kama kama Jaji Warioba, Profesa Tibaijuka, watu kama hawa kwa aina hiyo. Tulifikiria ni vizuri kama walikuwa hawajapanga kufanya hivyo, kama au safari hii au safari nyingine, maana walisema bado wanaendelea, ili kwa ni mara ya awamu ya kwanza. Kwa hiyo ni vizuri kupata walau watu hawa kuzungumza nao. Aidha, iwapo timu ya uchunguzi hii ya Jumuiya ya Madola inalenga kuandaa ripoti
itakayokubalika na kuaminiwa na Watanzania ni lazima iepuke taswira yoyote ya kuonekana kuwa inaegemea au imejikita ndani ya miundo ya serikali au chama tawala. Ni vizuri ikaonekane hivyo, yani kwamba imezungumza na viongozi wa serikali, imezungumza na viongozi wa chama tawala, lakini vile vile kwa kupitia hawa mashirika mengine tuliyotaja wapate na majina ya watu wengine na makundi mengine ambayo na yenyewe wazungumze nayo, sababu itawasaidia katika kutengeneza ripoti itakayoaminika. Ili kuelewa chanzo cha matukio ya tarehe 29 na siku zilizofuata, tulipendekeza vile vile Jumuiya ya Madola timu yake muhimu kuchunguza masuala ya muundo wa utawala, yani uniqueness, yani kitu maalum ambacho kinajitokeza ukiangalia utawala wa Tanzania. Kwa hiyo tulifanya kwa mfano hususan athari za kwa mfano katika Tanzania wako mpaka ngazi ya kijiji wateule wa serikali kuu wanaitwa watendaji wa kijiji. Yani mtendaji wa kijiji anateuliwa na serikali kuu, anawajibika kwa serikali kuu kupitia wateule hao wengine ndani ya ngazi ya ndani ya kata, tarafa, wilaya, mikoa. Huo mfumo kidogo unaifanya Tanzania ionekane kama kuendeleza mfumo uliofanana na wakoloni anakuweko gavana, alafu gavana anateua mkuu wa mkoa, wilaya na wote hawa. Lakini walau tunasema walau wakoloni waliruhusu mifumo ya uongozi wa jadi walau kiasi fulani, lakini baada ya uhuru tulifuta hiyo, tukabakizia labda mwenyekiti wa kijiji lakini naye mtendaji wake anateuliwa na mamlaka iliyoteuliwa na kwa hiyo tulipendekeza Jumuiya ya Madola iangalie hiyo, kwa sababu sio kawaida sana, na mahali ambapo ilikuwa kawaida wamebadilisha, kama Kenya pale wameondoa huo mfumo. Kwa hiyo tukapendekeza inaweza kasaidia kujua labda kitu gani kilishawishi kilichotokea, kilichochea kilichotokea, yani cha mizizi, sio ile ya juujuu, yani mzizi wake, yani kwamba watu labda wajitawali au wanajisikia wajitawali, wameghadhabika, kwa hiyo tulipendekeza hiyo ifanye. Vile kuna tulipendekeza kama mkusanyiko wa mamlaka ya uteuzi katika ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano unaonekana kufanana hata kuzidi ule wa gavana wa kikoloni, ambaye pia alikuwa akiteua walau viongozi wa ngazi ya ambayo naye alikuwa anateua viongozi wote mpaka ngazi ya chini, lakini wao walau kiasi fulani, kama nilivyosema mwanzo, wala alihusu mamlaka za wenyeji kiasi fulani. Lakini baada ya kupata uhuru katika kuleta umoja na nini, tulifuta hivyo vitu, na hata sasa hivi tuliposema tunaruhusu machifu, lakini ni kwa mambo ya utamaduni tu sio kwamba wanahusika na utawala. Pia kwa niaba ya wenzangu nisisitiza kwamba katika hali halisi ya kilichotokea na hali halisi kwa mtu mdadisi mwenye kutumia tafakuri tunduizi, unavyoona nchi ilivyo, ni vizuri kufikiria, na hii inarudi tena kwenye alichozungumza vile vile ndugu Kibamba, mkwamo huu wa kisiasa uliopo nchini Tanzania unaweza kwa kweli inaweza ikawa ni lazima kuhitaji ushiriki wa mpatanishi wa nje mwenye kuaminika kwa kila upande, na tukapendekeza kama vile Daktari Naledi Pandor aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini na aliyeshiriki, alijulikana sana kipindi kile cha Afrika Kusini ilipoleta kesi dhidi ya Netanyahu na mauaji ya kimbali ya Israeli ya Gaza. Kwa hiyo tukasema
chini ya mwavuli wa SADC inaweza ikasaidia katika kuleta nchi pamoja, kwa sababu tumeona hata ilipotokea Kenya usuluhishi wa nje ulihitajiwa mahali pale ambapo serikali na yenyewe inatuhumiwa inasaidia kutoiachia serikali yenyewe ndio isimamie kusuluhisha. Tuliona Rwanda, Burundi, nafikiri Dr. Kibamba amesisitiza vile vile kwamba tumeona hata na Sudani na wapi mahali ambapo yani vyombo vya dola na vyenyewe vimetuhumiwa, tulipendekeza kwa Tume ya Madola kama watakuwa wanatoa ushauri au katika kusuluhisha, kama watapendekeza ni vizuri kuweko walao msuluhishi wa nje. Wanaweza kawa na wao wenyewe lakini tulipendekeza sisi kwa mtu aliye karibu zaidi, na bahati nzuri na Jumuiya ya Madola imemteua mtu ambaye naye anatoka hapa karibu Rais wa Malawi na kwa hiyo katika mwisho tulipendekeza kwa kutumia uzoefu wake yeye mwenyekiti wa hii timu ya Jumuiya ya Madola kwamba ni vizuri labda na yeye akachangia katika mapendekezo ya jumuiya kwamba tujifunze kutoka Malawi kwa kiasi fulani na Kenya na Ghana kuonyesha kwamba chama tawala au chama cha ukombozi au kilicholeta uhuru kinaweza kuachia madaraka ya dola kwa njia ya amani kupitia uchaguzi huru na haki, na bado kikaendelea kuwa na uhalali wa kisiasa, na labda kikarudi tukatoa mfano yeye mwenyewe Dr. Chakwera ni anatokana na chama kile cha Pamuzu Banda aliondolewa, chama kile kiliondolewa, baadaye naye akachaguliwa, na hapa juzi kimeondolewa tena. Kwa hiyo yani tunaweza kujifunza kutoka yeye mwenyewe kwamba yani labda viongozi atakapokuwa anatoa mapendekezo ya Jumuiya ya Madola kwamba kuna mifano tunaweza kutoa ya Afrika tu, wala sio ya Ulaya wala wapi, na yenye kumhusu hata na yeye kwamba au wanao hiyo hofu ya kwamba yani chama tawala kikiondoka nchi itaparanganyika. Mwana Malawi kilitoka kubaranganyika ikaja chama kingine, na yeye mwenyewe akawa ni mwenyewe ndio kiongozi wake, na juzi hapa amesimamia uchaguzi akaondolewa yeye, na nchi inaendelea. Malawi haina shida. Hii ni muhimu katika kupinga dhana inayojengeka kwamba kupoteza madaraka kuna maanisha kutengwa kisiasa kwa wale walio kwenye chama kilicho madarakani ambacho ndio kilileta ukombozi, mtazamo ambao mara nyingi hutumika kuhalalisha kuchakachua uchaguzi. Mara nyingi nawasikia wanasema kwa upande wa wenzetu, mwingine wanasema yani sisi tuliingia madarakani kwa mapinduzi, afu yani watu wapige tiki tu kwenye box afu tutoke tu mimi nafikiri tulifikiria kwamba na vile vile katika kuponya kama kama wao kama Jumuiya ya Madola kwa kutumia uzoefu wa yeye mwenyewe mwenyekiti wa timu yake kwamba hiyo inawezekana, na wale watu wasiwe na hofu yani ya kusimamia uchaguzi ukaondolewa, alafu baadaye ukaja ukarudi chama kile kile. Na mimi hapo niliyomalizia, lakini nafikiri kulikuwa yale ambayo alikuwa ya kumalizwa na mwenyekiti na katika muktadha ule sisi lengo letu kwa tume ya Rais Chakwera ilikuwa ni mapendekezo ya utaratibu utakaoisaidia tume itoke na ripoti inayoaminika na itakayoleta tofauti, kwa maana ya kuunganisha taifa na kusonga mbele kwa pamoja. Labda tu ni washukuru wenzangu na ni washukuru waandishi wa habari, na kwa kumalizia tu niseme kwamba tukio hili limeletwa kwenu na sisi kama Tanzania Transparency Forum, lakini kwa kushirikiana na Jukwaa la Katiba, Consent for Development Initiative FODIA, National Consortium of Civil Education na COSET, muungano wa vyama vya wavuvi, Pastoralist Non-Government Organization PINGOS. Na wito tu kwa ujumla, sisi tulichojifunza ni kwamba hii ni nafasi kwa kweli tumeiona
ya sisi ambao tunafikiri na tunaamini kwamba hapa tulipo hakuna namna ya sisi kujipima wenyewe, basi tutumie nafasi hii kutoa ushirikiano ili angalau tuhakikishe kwamba tumekuwa sehemu ya mchakato huu, kwa sababu angalau kunaonekana kwamba kuna kukaribishwa kuwepo kwenye mchakato huu. Ndio maana kwa ujasiri tumeweza kufikia hapa, na tutaendelea kwa kila hatua tunayoipata ama kuisikia kurudi kwenu, kwa sababu sisi hatuko kwa ajili yetu sisi, tuko kwa ajili yenu, kwa sababu angalau sisi tuna nafasi ya kufikia hapa ambayo wengine labda hamnayo. Lakini tuseme tuko unyenyekevu kwamba ni kwa sababu ya kubeba ajenda yetu ya kitaifa ya haki, ili kuwepo na uwajibikaji wa kutuwezesha kuanza safari ya kuliponya taifa. Asanteni sana. Thank you. Asante Jane. Asante sana. So how did it go?